nilitaka kusema mafanikio haya, Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na katibu tawala, kwamba hayawezi kuja tu isipokuwa tuna utengamano sahihi wa kisiasa, wa kiuchumi tulionao, wa kijamii tulionao. Kama hakutakuwa na utengamano, hatuwezi kuyafikia matarajio tunayotamani tuyafikie. Kwa hiyo ni muhimu kuendelea kuiasa jamii yetu na kukaa na jamii yetu na kufanya mikutano mingi ya kutosha ya kuwaunganisha watu, kwamba halmashauri yetu imepata hati safi. Hongereni sana sana sana. Inaonyesha kwa kiasi gani mnafanya kazi ya kusimamia fedha za serikali kutoka serikali kuu, lakini mapato ya ndani, lakini na kudeliver huduma nzuri kwa wananchi, na mahusiano yenu yamekuwa salama mazuri, hatimaye tunapata hati iliyokuwa safi. Hongereni sana. Ni matarajio yetu kama chama umoja huu utaendelea kuwepo na utadumishwa ili kutoa matokeo chanya kwa wananchi ambao tumewaahidi kwamba tutawatengenezea maisha bora kwa wakati wote bila longolongo. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Asanteni sana. Kule bungeni tulikwenda kwenye kikao cha kamati ya bunge ya TAMISEMI, mkoa wa Njombe ulionekana kuwa ndio mkoa wa kinara, na hasa Njombe DC ambapo wananchi wanarejesha mikopo kwa wakati. Na nimetazama hata kwenye taarifa ya ripoti ya mkaguzi mkuu wa serikali. Kusoma kwenye ripoti, wakati wa ukaguzi marejesho ya mikopo ilikuwa bado milioni 78, lakini mpaka sasa imebaki chini ya milioni 30 tu ambazo hazijarejeshwa. Na tunatoa mikopo mingi, kwa hiyo Njombe DC tunakwenda vizuri. Mheshimiwa madiwani, hongereni sana. Haya ni mafanikio ya kwenu kwa sababu halmashauri hii ni ya kwenu ninyi. Lakini la pili, nitumie nafasi hii pia kumshukuru sana mkurugenzi na timu yake. Kwa kweli wanatusimamia na kutoa ushauri mzuri, na wakati wote wamekuwa wepesi kupokea ushauri wa waheshimiwa madiwani. Na huo ndio msingi wa mafanikio, kwa sababu mwisho wa siku CMT wanaweza kuwa na mipango wamependekeza, inakuja kwenye baraza. Baraza wakiwa na maoni yao wakiyatoa, CMT wamekuwa wepesi kupokea ushauri, na ndio maana tunakwenda vizuri. Kwa ndugu mkurugenzi, tunakushukuru kwa ushirikiano huo mkubwa ambao unatupa. Lakini la pili, tumie nafasi pia kushukuru sana ofisi ya mkoa. Mheshimiwa Nindi, rasi wetu wa mkoa, mimi ni mbunge wa kitaifa, na waheshimiwa madiwani na viongozi mtakuwa mashahidi kwamba ofisi ya mkuu wa mkoa inafanya kazi nzuri sana, na rasi wetu ni kama amekuja na baraka njema. Alipokuja yeye, tukapata heshima ya kuandaa sherehe za wafanyakazi kitaifa mkoani Njombe, na injini ya uratibu wa shughuli zile ilikuwa chini ya mkuu wa mkoa na hasa rasi, kwa sababu rasi ndio mashina ya utumishi kwenye mkoa. Mpaka kufika Mei tulikuwa tumeshafanya makusanyo ya ndani karibu 96%, na na hakika kabisa mpaka inapokuja kufunga mwaka ile tarehe 30 Juni, DT na timu yako kuongozwa na mkurugenzi, nadhani tutafikia zaidi ya 100%. Hongereni sana sana sana. Lakini hii inatokana sio tu sisi, hii timu ya hizi timu 3-4 humu ndani, CMT, baraza la madiwani, kuu ya mkoa na wilaya, lakini pia wananchi. Kama wananchi wangelibel, hawataki kukusanya, hawatawaliki, haya yote Mheshimiwa mbunge asingeweza kufanyika. Lakini nyie wenzetu kutoka kwenye chama mnafanya kazi kubwa, Mheshimiwa mwenezi, kuwaelimisha wananchi wetu. Baraza la madiwani mnafanya kazi kubwa, na hatujaona hata mapigano wakati wa makusanyo. Kuna sehemu nyingine makusanyo ni sehemu ya mapigano, wananchi hawakubali, na yule mtendaji na mtumishi hakubali, anataka kukusanya, matokeo yake yanakuwa mapigano makubwa, na wakati mwingine ni violent conduct zinafanyika. Lakini tunashukuru Mheshimiwa mwenyekiti, katika halmashauri yako, lakini katika mkoa mzima wa Njombe, haya sio matukio ambayo sisi tumezoea. Tumezoea wananchi wetu wanakuwa wakielimishwa kwenye leseni, kwenye ada mbalimbali, wanafanya kama hivyo. Kwa hiyo na sisi sasa lazima tuwatendee yaliyo mema kwa kuwapa quality services wananchi wetu.
Pia ndugu zangu wa CAG, narudia tena, unajua wale ambao walifanya kazi zamani, mkaguzi wa ndani alikuwa zamani kama polisi, na tulikuwa tunamchukia kweli, hatumtakitaki, yaani hatumpendipendi. Tumeona hata sasa hivi, moja recommendation yangu kwamba hakikisheni Bwana Sanga na mkaguzi wa ndani mnafanya kazi DT, mkaguzi wa ndani mpeni ushirikiano, sio kama zamani. They are no longer policies now. Wanafanya very interactive, very inclusive participatory governance kwenye finances, ndio. So kwa hiyo ukiangalia hata CAG anafanya kazi na sisi, hata zile hoja anazokupa, nakupa room pia kwenda kujiandaa, hakuvizii kwamba sasa anataka kukamata kupeleke kituoni, si ndio? Lakini anakupa room uandae dokumenti zako vizuri. Wakati mwingine tunapata hati sio ridhisha, sio kwa sababu tumeiba, ni kwa sababu tumeshindwa kuandaa documentation yetu vizuri, au tumeshindwa kutoa majibu kulingana na kile tulichopokea na kile tulichotumia. Lakini najua nyinyi ni watu bingwa, haya mambo sio sehemu ya mfumo wenu wa maisha ya kila siku. Kwa hiyo CAG, nakuhongera sana na kushukuru sana kwa kuendelea kutupa elimu, na tuna attend seminar mbalimbali nyingi ambazo CAG anatuelimisha kuhusu sheria, kanuni, taratibu na miongozo mbalimbali, si ndio? Kwa hiyo kila wakati tumieni ofisi ya CAG kupata current issues kwenye sheria, kuna kanuni, kwenye taratibu, ili sasa tusije tukafanya kazi kusema hii mimi kanuni nilikuwa sijui, si ndio? Mheshimiwa Swale, tuna mbunge ambaye ni mwanasheria pia. Ukiona huko kuna kitu kipya pia, usisahau kutukumbusha kwamba jamani, sasa it's no longer business as usual. Hii sasa na sisi tuwe current, tuwe up to date. Mkubwa. Na katika uchambuzi huo ametoa maagizo kwa wataalamu kuhakikisha kwamba hoja zile ambazo hazijafungwa zinatakiwa kufungwa mara moja. Na kwa kweli amechambua mambo mbalimbali ambayo yanatakiwa kutekelezwa ili halmashauri yetu iweze kung'ara. Lakini pia mimi kama diwani ninapokea hati safi kwa moyo wa shukrani kwamba kazi imefanyika, CMT yetu wamefanya kazi nzuri. Ninajua kwamba kwa hoja chache ambazo hazijafungwa zitafungwa mara moja. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa maoni yangu ninaona haipo haja ya sisi madiwani kuendelea kuchambua taarifa hii na kuijadili kwa muda mrefu. Niseme tu kwamba maoni ya mkaguzi na maoni ya kamati ya fedha yazingatiwe. Kwa hiyo sisi madiwani tuwe tumeridhia taarifa hii ili tusiendelee kujadili kwa muda mrefu. Nzuri, na hata kama ulivyosema kwenye makusanyo, ni imani yetu tutavuka malengo tuliyojiwekea, kwa sababu tuna timu nzuri sana ya wataalamu, lakini DT wetu ni mtu mahiri sana. Kwa hiyo Mheshimiwa Katibu Tawala, mengi umesema kwenye hotuba yako, na mimi nisingependa kupoteza muda. Sisi waheshimiwa madiwani tunachukua nafasi hii kusema sisi tuko pamoja, tutaendelea kuunga mkono, lakini wakati wote mkijisikia kuja kutushauri tunawakaribisha sana ili tuijenge halmashauri yetu. Baada ya kusema haya, basi nitamke kwamba baraza hili na mkutano huu nimeuahirisha mpaka wakati mwingine. Asanteni sana.